Exclusive na Beautiful Kanyigo, Rosemary Timzo Karugira, ambapo exclusive kama hizi za wana michezo mbalimbali kote ulimwenguni utazipata kupitia hapa viwanjani, kipindi ambacho huanza majira ya saa 3 kamili za asubuhi mpaka hapo saa 6 kwa maana za adhuhuri, ama unaweza kusema mchana tutakuwa tunauanza hivyo. Leo hii tunakwenda kuzungumza na mdau wa michezo. Ni mdau wa michezo kwa sababu yeye amekuwa akijishughulisha na mambo mbalimbali. Na si mwingine ni Kaligo Godson. Kaligo, mzee wangu, karibu sana. Asante sana, nashukuru kwa kunikaribisha. Ndio. Studio hizi nzuri za Azam. Asante sana. Na maendeleo makubwa sana. Alhamdulillah, tunashukuru kwa kweli. Na Kaligo, yeye ni kama nimekuambia ni mdau wa michezo. Yeye amekuwa ni kiongozi wa Young Africans akiwa kama meneja, lakini pia amekuwa ni promoter. Kwa hivyo sasa tunapozungumza current, yani kitu ambacho kinaendelea kwake, amejikita sasa kwenye upromota wa masumbwi, mambo ya ngumi yes. Lakini yeye amekuwa mhamasishaji wa timu, kiongozi mhamasishaji wa timu za taifa. Tutakwenda kuiangazia yote hayo ndani ya exclusive. Mzee wangu Kaligo, historia ya watu wengi kujua kwenye michezo ni pale ambapo ulijiunga na Young Africans, lakini kabla ya kuwa kiongozi umeisaidia sana timu hii mpaka pale unakuja kuingia kwenye uongozi. Kwanza, uliaminika vipi kuwa meneja wa Yanga na wakati wewe ulikuwa mfanya biashara? Na watu wa boli hapa jijini Dar es Salaam ni wengi sana. Ndio. Niko historia yangu mimi ya mpira ilianzia Young Africans miaka ya 80 huko. Historia ile ilianza na marafiki. Na ndio maana mimi naupenda mpira, kwa sababu unatupa marafiki wengi sana kabisa na wana faida katika maisha. Kwa hiyo mimi miaka ya 80 hiyo nilikuwa napenda kushinda hapa mtaa wa Mchikichi, Kariakoo. Nilikuwa na kaka zangu pale ambao walikuwa wanafanya biashara, walikuwa na kazi ya kushona viatu. Najua miaka ile hakuna viatu madukani. Viatu vilikuwa vinategemewa kampuni moja, ilikuwa hapa Bugurodi, inaitwa Bora. Ilikuwa ni kampuni ya serikali, shirika la umma. Vijana wengi tuseme kule upale ambao walifanikiwa walitokea hapo kutengeneza viatu. Walikuwa wengi huko Kariakoo, Manzese na sehemu mbalimbali na Tanzania kwa ujumla. Mimi nilianza ujasiriamali tangu niko shuleni. Hivyo vitu vidogo. Sasa moja ya material za kushonea viatu ilikuwa ni gundi ile ilikuwa inaitwa Patex. Kwa pale ninaposhinda, mimi inabidi nishinde pale. Na mimi nawasaidia. Bana, kuna pea kadhaa hizi zinatakiwa zipakwe gundi kwa soli ili tubandike, kwa sababu ile gundi unapaka unaiacha inakauka kwanza. Nawasaidia. Tena wenzake wengine kuna historia tena nyingine ajabu, waliwahi kufanya kazi na mzee Said Bares wakati naye alikuwa anafanya hiyo biashara. Kwa sababu tunasikia historia yake alianza kama mshona viatu. Ndio. Kwa hiyo baadhi ya kaka zangu wengine ile ilikuwa ni biashara. Ni tofauti na sasa watu ambao tunaichukulia kwamba Baresa alianza kuwa mfundi wa viatu. Tukijua hii ya kawaida kiatu changu kimetatuka nenda kakishone. Sasa nimekuelewa vyema. Biashara mpya, ndio maana bendi ziliimba mshona viatu na baharia. Walikuwa watu matajiri wanaoshindania wanawake hapa mjini, kwamba mwanamke mzuri aidha achukuliwe na baharia aliyeshuka kwenye meli au mshona viatu. Kwa hiyo ikaimbwa nyimbo kwamba umenidharau mimi mshona viatu, ukachukuliwa na baharia mwenye gari. Kwa sababu mshona viatu walikuwa tishio mji huu. Ndio walikuwa washindani wawili. Walikuwa na pesa sana watu. Sasa pale mimi nilikutana na bwana mmoja anaitwa Mohamed Binda. Mimi wakati huo tayari mimi wakati huo naipenda tayari Yanga kweli. Naipenda tu tangu utoto wangu. Mimi katika familia yetu peke yangu nilitoka Yanga. Baba yangu Simba, mwanachama wa maisha. Mama mama alikuwa aingiza. Lakini marehemu dada yangu alinitangulia mimi, mdogo wangu alinifuata, na wadogo zangu wengine walikuja wote Simba. Kwa hiyo mimi nasema mzee Simba, mimi ni kwa Yanga. Mimi ndio kisa cha kuipenda Yanga. Kabisa ni hivyo. Mzee, lakini sasa hiyo kitu nayo ikaja ikanilipa tena. Yaani unalipizwa. Na mimi vijana wangu wote nao Simba. Ala. Na uyanga wako wote. Wao nao wakawa kutaka kuwa against baba, kwamba nadhani hata mama yao alikuwa anawaambia baba yenu anapoteza hela nyingi sana kwa mpira,
unaona wewe unakosa kitu fulani, yeye anapeleka ile kwa mpira. Kwa hiyo wale wakaona huyu mzee tumkomoe sasa, sisi tutakuwa Simba. Anyway, ndio huwa inakuaga hivyo, wanasema ukiwa kwa upanga na wewe utaua kwa upanga. Kwa na mimi vijana wote wakaenda Simba. Lakini sasa yule Mohamed Binda akawa rafiki yangu. Yeye Mohamed Binda yeye wakati huo pale kipindi cha tu bado ni kiongozi, akiwa ni kiongozi. Hajawa kiongozi. Ndio. Ana kiduka chake anauza vifaa vya umeme na yeye ni fundi umeme. Ndio tulifahamiana. Mimi fundi viatu, yeye fundi umeme, na ana kiduka anauza vifaa vya umeme. Lakini tukapendana. Sasa ikawa inatokea tunaonana Jangwani kwenye mazoezi. Lakini Binda yeye alikuwa ameshatengeneza connection na viongozi. Kwa hiyo walikuwa wanamjua viongozi mbalimbali. Kwa hiyo tukiwa pale Jangwani wakati tunaangalia mazoezi, pale ilikuwa ni mahali muhimu sana, kwa sababu ndipo unapata kuwajua hata viongozi. Ndipo unapata hata kujua ile tabia ya Yanga. Unapata kujua kwa ujumla kwamba Yanga ikoje. Kwa hiyo nikamwona mwenzangu yeye anaongea na viongozi huku na huku, akanitambulisha kwa baadhi yao, tukafahamiana. Kwa mfano marehemu Isaac Shekiondo, kwa sababu alikuwa ni mtu kutoka huku karibu ya kwetu, yeye alikuwa Msambaa, alikuwa anaishi Ilala. Basi tukawa tunaanza kukaribu. Sasa siku nyingine anakuja ananiambia, bwana kuna mchezaji fulani hana viatu. Kwa hiyo mimi nimenunua labda wachezaji fulani hawana viatu. Mimi nimenunua pair 2 na wewe nakushirikisha nunua pair 2 tuwapelekee. Ni fursa ya kufahamiana na wachezaji. So unajua hiyo excitement ya kujua na wachezaji. Kwa hiyo nikawa nafanya hivyo. Kidogo. Kumbe Mohamed Binda anapokaa yeye anaitwa kwenye vikao. Wakati ule wale wazee walikuwa hawana uchoyo. Wakikuona tu kwamba una kipaji cha uongozi na unapenda kujitolea, wanakushirikisha. Hata baadhi ya vikao wanakuita. Mimi ananitaja kule Binda. Bana mimi na mwenzangu hicho tutakifanya. Na rafiki yangu mmoja anaitwa Karigo, tuko naye Mchikichi pale, hii jambo hili tuachie nitafanya. Tutasaidia. Nashangaa Binda anakuja ananiambia, bana tumepewa jukumu na uongozi tufanye hili na hili na hili. Wewe kweli saa nyingine kama simwamini, lakini nafanya. Baadaye nakutana na viongozi sasa wameshaanza kunijua. Bana tunashukuru bana, tulimpa Binda zoezi fulani na fulani na mkalifanikisha. Sasa ikaenda alikuwa bwana mmoja alikuwa meneja pale anaitwa 240M, ni marehemu sasa hivi. Ndio. Alitoka nadhani swali staff mwenyewe hivi na hivi, Binda akapanda kuwa meneja. Kilichotokea Binda leo nifuata sababu bwana mimi naomba unisaidie. Tuingie wote. Sasa wazee wameshakukubali, viongozi wameshakukubali, kwa hiyo naomba tusaidiane. Nikajibaiba naona ugumu, lakini baadaye akafanikiwa kunishawishi. Alikuwa rafiki yangu, sio alikuwa ni rafiki yangu Binda mpaka leo, mpaka kwenye familia. Kwa hiyo ndivyo ingia Yanga. Baadaye ilikuja kutokea uchaguzi, nikagombea, nikashinda nafasi mbalimbali za ujumbe wa kamati ya utendaji humo, nikaweka kamati hizo za nini, mpaka mwisho nikawa kwa kweli mpaka nikapewa na jina pale, nikaitwa Putin. Karigo Putin. Kwa hiyo ndio historia kwa ufupi nilivyoingia Yanga. Kuwa meneja. Tupe mafanikio ambayo unayakumbuka mara baada ya kuingia kuwa kiongozi wa Yanga. Najua mmoja kati ya vitu ambavyo utavisahau ni ule ubingwa wa Kagame Kampala pale nchini Uganda 1999. 99. Naam. Mimi namsaidia Binda. Hatuna hata shilingi, timu haina hela. Kuna ukata wa hatari kabisa. Imebaki nadhani siku 2 tujitoe kwenye mashindano. Hatuna hata nauli ya kwenda Kampala. Lakini viongozi, hiyo sasa sio mimi. Viongozi wakaongea na Kajumulo kipindi hicho. Bwana Kajumulo yule akasema, mimi nitawasaidia lakini nitawapa tiketi ya basi. Of course ilikuwa ndio usafiri, kwa hiyo haikuwa na tatizo. Tukatia tiketi ya basi ya kwenda Kampala. Nakumbuka timu ilifika Kampala sababu wakati ule njia ni kupitia Nairobi tu. Siku 2 si 3. Barabara sasa kweli. Timu ilifika siku ya mechi. Yaani mechi ni jioni, timu imefika Kampala asubuhi. Na jioni lazima mcheze. Baada ya safari ya siku 3 kupitia Nairobi. Wachezaji miguu imevimba. Hatari kabisa. Lakini sasa kabla mimi sikupanda basi, tulipopata tu hizo tiketi kupata uhakika kwamba tunakwenda, akanifuata Binda akaniambia, bwana mimi nina majukumu muhimu sana na kuomba uende na timu. Na
kama ananiagiza, mimi nilikuwa na gari. Akaniambia inabidi tena wewe uende na gari kwa sababu hii timu inaenda na basi. Lolote likitokea hata ni breakdown au nini itakuwa ni rahisi wewe kurescue ukiwa na gari binafsi. Kwa hiyo mimi nikatia mafuta yangu, nikaendesha gari yangu, nakumbuka swaga mpaka Kampala. Na Golf nzuri kwa latest model wakati ule, nilikuwa ni gari ya mwaka huo. Nilikuwa nimeshapata ka uwezo kwa kununua gari ya mwaka huo. Kwa hiyo tukatoka cheza mechi, tukapigwa goli 3. Nadhani tulicheza na Vitalo. Ile tournament siwezi kuisahau katika maisha yangu. Kapigwa goli 3 na Vitalo. Tumekaa hoteli, tumepewa na Sekafa. Mashindano yale yalikuwa yamedhaminiwa na makampuni ya vinywaji. Yalikuwa narushwa live. Ndo mashindano yangu mimi ya kwanza ya live. Yani huku Dar es Salaam wananiona. Kwa hiyo ni kumbukumbu zangu muhimu sana. Sasa tupapigwa goli 3, lakini kuna timu moja kwa group letu ilijitoa. Nadhani Djibouti kitu kama hicho. Kwa hiyo ikabidi turudiane na Vitalo ili tukamilishe ratiba na wapatikane mshindi wa kwanza na wa pili. Gari limewaka, tukawapiga na sisi 3. Tukaenda tukazilipa hapo. Sasa rhythm imekubali. Tuna wachezaji wakati ule kina Lunyamila, kina Makunda, hao vijana kina Anuari ndio hapo nyuma, acha kabisa Sekirojo, Sambua. Wachezaji wa maana. Tunakwenda mbio kule, tukapiga 3. Kwa hiyo tukavuka ile stage, tukaenda nadhani robo finali tulicheza na Express, sikumbuki vizuri. Express ya Uganda. Tukawatoa. Nusu finali nadhani tulicheza na El Merreikh ya Sudani. Nakumbuka goli la Sekirojo 2-1 tulishinda, ndio lituvusha. Tutakwenda sasa kucheza finali na Sports Club Villa. Lakini kabla ya finali hapo, very interesting kitu kilitokea. Tunaishi kwa ukata, tunaishi hoteli ya Sekafa. Tulipovuka robo finali, wakaingia matajiri kutoka Dar es Salaam. Wenye Yanga yao. Alikuja bwana mmoja anaitwa Hans Macha. Sijui kama watu wa Yanga wanamjua kama yule bwana ni Yanga. Ni Yanga mzuri sana yule bwana Hans Macha. Kwa hiyo akaja Macha, akaja Alex Masawe, akaja Davis Mosha, akaja Abasi Gulamali. Gulamali hapo alikuwa kama amezirazira fulani. Hata tunapata ule ukata ni kwa sababu ya Gulamali kama vile alijitoa. Kwa hiyo akaja Gulamali, akaja Francis Kifukwe, akaja Abasi Tarimba. Bwana ilikuja full cabinet kweli, watu wenye fedha zao. Marehemu Shekiondo. Ukasema hapa sasa. Akaja Marehemu Sauko. Walikuja watu wengi. Ukasema hapa mambo buruburu. Na walipofika kitu cha kwanza wakatuhamisha hoteli. Na yeye mkaenda kwenye hoteli. Kajiona sasa sisi kwa mashindano ya hoteli sasa ya kweli. Mimi nilikuwa na kigari changu kile unga mwana ndio tunakitumia kama kwa viongozi kikaenda kikapigwa full tank. Kwa sababu mafuta nilikuwa naweka mwenyewe. Pigwa full tank na nini. Kambi kabadilika. Mambo yakawa bulbul. Mambo mazuri sana. Tukacheza nusu finali, tukawafunga wale Merreikh nadhani. Tukaingia finali, tunacheza na Jogoo. Sports Villa ya Uganda. Sports Club Villa. Mwenyeji. Sasa kwa sababu wale Express hii mambo nayo hata hapa kwetu hapa. Yes. Express wametolewa wakaja kujiunga na sisi. Sawa kabisa. Sema bwana hawa watu wakichukua kombe hawa watatusumbua hapa Kampala hapa. Kwa hiyo kiukweli wakashirikiana na sisi, na kwa sababu na sisi matajiri walikuwa wamefika. Tukawa tuko vizuri. Nakumbuka hata siku ile ya mechi wale watu wa Express ndio tukataza wasema msile chakula kwa hiyo hoteli. Wakatupeleka huko sehemu moja, nakumbuka inaitwa sio Kitintale. Huko eneo kwenye suburb moja ya hapo ya hapo Kampala. Tukaenda kwenye restaurant moja wameandaa, tukala chakula, tukarudi. Kapiga finali ya kukumbukwa kabisa, ilikwenda mpaka matuta. Peter Manyika akidaka penalty, sio kupangua. Mwamba penalty 3. Maana kuna kudaka unaunyaka na kuna kupangua umetoka. Walikuwa wametufunga goli, walitangulia kutufunga goli dakika za kufa, tukasawazisha. Sema dakika za Pasco Kabombe hizo. Dakika za jioni. Cross ya Edibidi au Edibidi mwenyewe ndo alifunga kitu kama hicho. Edibidi Runyamira. Kwa hiyo tukaenda moja matuta. Mpaka matuta tukachukua kombe.
Sasa tumechukua kombe, waziri mkuu alikuwa Sumaye, Frederick Sumaye. Yeah. Akapiga simu, akaongea na sisi wote pale kempu. Asubuhi katuma ndege. Kwa hiyo hata watu walikuwa wameniomba lift, nikajua kurudi sasa utakuwa na kampani kubwa. Nikabaki peke yangu. Kama ulivyokuja. Wote wakaingia kwenye ndege wakaenda Dar es Salaam. Mimi nirudi kama nilivyokuja. Lakini nilipata kampani kubwa sana. Wakati mimi bado kijana, gari yangu nimeifunga mabendera ya Yanga kwa hiyo nilipofika Busia boda nikuta kundi kubwa la mashabiki wa Express na mashabiki wa Kenya, kwa sababu Kenya walikuwa na timu yao ya Tusker nayo ilitolewa. Walinijazia mafuta, wakaniingiza kwenye restaurant pale, nikala nyama choma, katengeneza bonge la urafiki, wakachanga hela zile za papo kwa papo, nikapewa kibunda na hela ya Kenya, nikaambiwa nenda. Kwa hiyo moja ya tournament ninazokumbuka sana ni ile tournament ya Afrika, na ndio ilikuwa ya mwanzo na mimi sasa na uongozi pale kwenye timu. Ni usajili gani ambao unajivunia unasema nilifanya usajili bomba na ulileta manufaa na pengine uliacha historia kwa wachezaji? Wachezaji sana ilikuwa kamati ya usajili ikifanya, ndio inatutupia sisi kwamba wewe utamalizana na huyu na huyu, na hata mshahara unaweza kuambiwa kwamba wewe utawalipa hawa mishahara. Na uzuri wakati ule sisi usajili tulikuwa tunafanyia Jangwani pale. Unaweza kupendekeza makao makuu ya Yanga. Anakuja pale kama majaribio. Off season anacheza pale. Kuna watu wawili watakukubali. Benchi la ufundi kwa maana ya kocha na wasaidizi wake, lakini kuna kitu tulikuwa tunaangalia pale, jukwaa la mashabiki. Wamekukubali. Kipindi cha usajili ilikuwa ni kipindi tunajaza watu wengi pale Kaunda. I wish leo angeirudisha ile kitu. Nakumbuka kuna wakati tulikuwa tunakusanya mpaka milioni 4, milioni 5 kwa ajili ya mazoezi tu. Tulikuwa tunatoza shilingi 500. Kwa hiyo unakuta mazoezi tu yanaweza kukusaidia ni kusajili wachezaji 4 5. Zile hela zinazopatikana kwenye mazoezi. Lakini kitu kingine ninachokumbuka labda ni coach. Wakati Simba walimleta marehemu yule mzee Sianga. Sasa mwenyekiti hapo alikuwa ni Tarimba. Ndio. Naona mwenyekiti ananung'unika kwa vikao. Simba wameleta kocha kutoka Kenya bwana, sasa sisi itakuwaje na hivi na hivi. Basi mimi sikumwambia lolote, kwa sababu nilikuwa na biashara zangu kwa Malawi, mara nyingi wanaenda huko. Nikaenda Malawi, nilikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa ni waziri wa mambo ya nje, lakini alikuwa ni mhusika mkubwa wa timu ya siku hizi inaitwa Telecom Wanderers, wakati ule ilikuwa inaitwa Limbe Leaf Wanderers. Basi nikaenda nikamwambia bana, sisi hatuna kocha, tunahitaji kocha wa nje. Kanipa listi ya makocha, lakini na mimi nikavutiwa na jina la Jack Chamangwana. Kwa hiyo alinisaidia mpaka nikafanikiwa kumleta Jack Chamangwana Tanzania. Hata alifanya kweli. Siku nakuja naye, kwa sababu nikuja naye kwa barabara, nilikuwa naendesha gari. Kwa hiyo nikasema siwezi kumpatia mtu tiketi ya ndege wakati mimi na gari. Mkaja bwana, twende tu. Mwenyekiti Tarimba anipigia simu, bana wewe huyo ni Chamangwana kweli au mchongo? Naambia Chamangwana mwenyewe kweli. Uko naye Mbeya? Naomba niko naye Mbeya. Sasa si na hata Mbeya kulikuwa kuna ndege wakati. Sasa si ufanye mpango wa tangulia, na baba anakuja naye usijali. Mdogo. Walikuja kunipokea hapa Ubungo, palikuwa na mizani pale. Walikuja kunipokea pale Ubungo mizani. Hawaamini, walikuwa na maremsa huko na viongozi wengine. Kwa hiyo kama baba Chamangwana ndio huyu, wakamchukua kwenye gari la mwenyekiti, wakaenda naye klabu kwa ajili ya nini. Kwa hiyo ni moja ya watu ambao nakumbuka na katika sajili zako, kwa sababu hiyo ni moja katika benchi zima la ufundi ambao ni sawa na wachezaji. Nini kilikutoa kwenye uongozi wa Yanga? Wakati anaingia katibu Malinzi, alipogombea Malinzi ukatibu. Ndio. Kwa maana ya Jamal. Jamal Malinzi. Tulikuwa Mwanza. Tulikuwa na mechi na Simba. Kwa hiyo tulienda tukafanya ile mechi tukashinda. Wakati sisi tuko Mwanza, huku tayari kampeni imeshatangazwa, yani vitu vifanyika haraka. Tunatoka Mwanza tunarudi, tunakuta ndo siku hiyo uchaguzi unafanyika. Sasa mimi nikaona basi haina maana, na nilikuwa nimeshakaa muda mrefu kwenye uongozi, kwa hiyo nikasema inatosha. Mimi na hiyo tabia tu ya kusema nadhani sasa inatosha, wacha na mimi niwe mshauri au ikiwa kamati na nani. Lakini nikahusika, ni mmoja wa waasisi wa
Yanga Family baada ya Simba kuanzisha Friends of Simba. Ndio. Kuna kakangu mmoja anaitwa Philemon Ntairaija. na Yanga kweli kweli. Na bwana Isaac Chanji. Ndio. Na wengineo. Baada ya muda mfupi ndio tukaona ukarejea tena. Mimi napenda sana kwa kweli na misimamo. Ndio maana niliitwa Putin. Sababu kiukweli napenda kusimamia ninachoamini. Yusuf Manji alikuja akatuokoa katika kipindi cha shida kabisa, akatusaidia na kweli timu ikawa Yanga ya moto kweli kweli. Lakini mimi nikawa natofautiana naye kwenye vikao, tukikaa na anatoa zile takwimu zake za pesa ambazo ametumia, si kwa maana ya kutudai, yes, ila kwa kutuonyesha kwamba ni kiasi gani kinatumika ndani ya timu. Sasa mimi nikiangalia ile amount inayotajwa ambayo ni kweli alitoa, yes, lakini matumizi na mpira unaochezwa haviendani. Siku moja nikamwambia mwenyekiti, mpira wa hizo hela unaosema wewe hauwezi kuwa huu mpira wa hela unaosema wewe. Ina maana sisi tungekuwa level moja na TP Mazembe na timu kama hizo. Mbona sisi bado mpira wetu sisi tukicheza huko kimataifa kila siku tunatolewa na vipi na vipi? Sasa pale nadhani kuna baadhi ya watu kanichukia. Ulisema ukweli? Nilisema ukweli kwa sababu ni kweli kwamba marehemu Yusufu alikuwa anatoa hela kwa nia njema, lakini watendaji hela zikawa zinakwenda mifukoni. Kwa hiyo mpira wa hizo bilioni zilizokuwa nazisema hauonekani. Hata magazeti, sisi tukiwa kwenye magazeti, mzee wangu Kaligo, moja ya hivyo vitu ulivyovisema hata sisi tulijaribu kuviandika kwamba pesa zilizokuwa zikitolewa, na mimi ni mmoja wa watu niko kaka yangu Mahamudu Zuberi akiwa mwariri wa gazeti la Diba. Tandika moja hiyo ilitikisa kweli kweli. Manja akaniita hapo ofisini kutaka kujua hivyo vitu, tuishi hapo kwenye kodi kama ambavyo unasema. Kwa hiyo naungana na wewe kwenye hiyo. Kwa hiyo pale mimi nikaona sitaki kuingia kwenye hizi kashfa hizi. Kwa hiyo mimi nikaona niondoa. Na bahati nzuri wakati huo nilikuwa na kazi zangu nje ya nchi. Kwa hiyo muda mrefu nikawa niko kwa ile watu walikuwa hawajui kama sipo, kwa sababu kwenye mechi mara zote mimi nakimbia na wahi naangalia mechi. Ukiwa na mechi za kimataifa hata kama ziko nje ya nchi, Ghana wapi, wananikuta mimi nimeshafika kule. Kwa hiyo watu wengi walikuwa hawagundui kwamba mimi sipo. Lakini kweli kilichonitenga mimi ni baada ya kuona kwamba kuna matumizi makubwa ya pesa lakini haziingii kwenye mpira. Mimi nilikuwa nataka mpira ambao upo kama sasa hivi, mpira unatishia, yani timu kwa uwekezaji wa kipindi kile cha Manji tulitakiwa tuone matunda kama yanayo sasa hivi tunayoona kwenye Yanga. Kwamba hata hao Mamelodi wakamba mnakwenda kucheza na Yanga, mtu anasema naam, tunajipanga, unajua hapa tunaenda kucheza na timu, ndio nilichokuwa nataka. Lakini sasa nadhani tulikuwa na interest tofauti. Wenzangu wengine ambao walikuwa ni watendaji walikuwa na interest zao na mimi nilikuwa na interest tofauti. Kwa hiyo ukaona ngoja nijiweke kando nilinde heshima ya mzee Kaligo. Baadaye ukajiondoa kwenye utochana na mambo ya Yanga. Ukaingia kwenye swala la timu za taifa, si za wanawake si za wanaume, za Tanzania. Mkaanzisha kitu kinachoitwa Supporter. Wazo hili kwanza lilitoka wapi na kwa nini mliamua kufanya kitu kizuri kama kile? Wazo kweli kabisa nilipata Zimbabwe. Pale Harare tulikuwa na klabu ya Watanzania inaitwa Tanzania Club. Wengi waliosafiri na timu wakienda kule wanaifahamu kwa sababu wengi walienda kula pale nini, tulikuwa tunatengeneza vyakula vya Kiswahili na ilipata sponsorship kubwa mpaka walikuwa na basi. Kwa hiyo nilipenda ile kitu na kuna mara nyingi alikuwa ananialika. Naenda naona wanavyosupport timu yao na wanavyoshirikishwa na federation yao, wanavyoshirikishwa na serikali yao. Kwa hiyo nikapenda, nikasema haiwezekani na mimi lazima nipeke, na likawa ni jambo zuri sana. Kwa hiyo nikaja hapa na mimi nikaanzisha, tukasajili, tukafuata taratibu zote ambazo zinatakiwa. Ndio hii ambayo tunaiona leo. Hatujapata sponsorship ya maana sofa. Watanzania wengi wanakwenda na trend. Wakati timu inashinda vizuri, unapata simu bana, tunawezaje tukawasupport na hivi na hivi. Timu ikifanya vibaya, Tanzania ni watu wanaenda na matokeo, wanapotea. Of course ni mfanya biashara yoyote mzee wangu, kitu kama akina faida kuwekeza inakuwa ni ngumu sana. Baadaye sasa tukaona kwenye mpira kama vile kwenye uwekezaji umetoka. Sasa hivi umekwenda kuwa promota wa masuala ya ngumi. Nini kimekutoa huku kwenye soka na ukaamua kuwekeza kwenye ngumi? Au unafanya vyote kwa pamoja? Vyote kwa pamoja. Yaani katika kitu ambacho siwezi kuacha. Ndio.
ni mpaka nitaingia kaburini, ni mpira wa miguu. Ni kitu ambacho hata baadhi ya viongozi wangu wa kiimani waliwahi kuniita na kuniuliza, nikawaambia namjua Mungu naye mwabudu, najua anachokitaka. Kwa hiyo hebu niachieni mimi na Mungu wangu, tutaenda tutajuana siku mbele ya safari. Unajua katika timu za taifa tunakwenda tumevaa ile kishabiki na usongo tunafunga. Unaona, wanaona kama ni kitu fulani, lakini mimi naamini mimi nitakwenda mbinguni. Na siku zote ndivyo hivyo. Kwa ambaye atafanikiwa kwenda mbinguni atanikuta. Mimi nitakwenda mbinguni na mpira wangu na support hivi. Wanasema imani yako ndiyo itakayokuponya. Vitabu vinasema hivyo. Kwa hiyo nimewaambia hata viongozi wangu wa dini, wasema hivi, kama kuna naye kuazika na hili jambo, mimi sipo kwa ajili ya kumfurahisha yeye. Kwenye ngumi ni kweli nipo, ni promoter na nafanya mapambano, ni hapa katikati tu kidogo. Unajua kiukweli, tuseme ukweli, bila Azam huwezi kupromote ngumi nchi. Itaenda wapi? Itaenda wapi? Kwa sababu kweli vituo vingine vipo, lakini havina coverage kubwa na havionekani sana kama Azam. Kwa hiyo hapa katikati kidogo, kwa sababu Azam kidogo ulikuwa na mushkil, lakini sasa hivi mambo yamekaa sawa, mtaniona tena kwenye ngumi, lakini kwenye mpira nipo. Timu ya taifa na Young Africa. Tutegemee kuona pambano lingine kubwa kama ile ambalo ulikuwa umeandaa la Mwakinyo, au kutokana na yale yaliyotokea? Wanasema Waswahili, kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uhunzi. Tunaendelea na tunataka kutayarisha pambano na tunataka tuje kivingine. Itakuwa na vionjo tofauti. Kwa mfano face off tunafanyia sijui Leaders. Ndio. Sisi tunataka tukafanye face off Kariakoo katikati ya street. Mtasimamisha biashara sasa, shughuli zitasimama za tutafanya arrangement na mambo yataenda sawa sana. Na tunataka tuwaonyeshe watu kwamba hiki kitu kipo hata kwenye street. Na mchezo wa ngumi asili yake ni kwenye street fight. Of course. Watu walianza kugombana, watu wasema kwa nini mnagombana nyie bure bure, hiki tunaweza inaweza ikaleta pesa. Ndio asili yake. Kwa hiyo tunataka tukirudishe huko. Sisi tunataka turudi kule na tutafanya kitu amazing. Nimewaibia tu hizo tip, lakini ambazo sijawaibia ni nyingi zaidi ya hizo ambazo umezitaja. Mzee Karigo, mimi nikushukuru sana, lakini nataka nihitimishe. Jamani, hili ni utani kidogo, unajua lazima vitu kama hivi tumalize, watu waache wakiwa bado wana furaha, wanaendelea kuangalia viwanjani wakiwa wanacheka, sio vitu vyote viwe vigumu. Tulikuwa tunaulizana hili na under 20 muite ama muite dakika za jioni ama mama mkali mwanao. Usi mwingine ni Pascal Everest Kabombe. Hivi wewe ni mzaliwa wa Upaleni? Ndio. Kwenu hatujawahi kuona akitoka bondia star, hatujaona mwanariadha star, hatujaona mwana soka bora ukiachana nani Sekiroja Chambua, ambaye lakini yeye aliyekuwa kukulia hapo kwenu. Wapale wapo wengi. Kwenye ubondia si sana, lakini kwenye mpira nipe wakina Gula Joshua, wakina Idimbaga, wao sasa hivi Abutwali Msheri, Faridi Mpare yule. Faridi naye Mpare? Faridi Mpare. Wapo wengi. Yaani Wapare. Mimi nilikuwa naona kipaji chenu Wapare. Bwana, Wapare wana kipaji sana cha uzungumzaji. Wapare wangu Karigo hapa, mdogo wangu Jeffrey pale, kunaye mdogo wangu Ashim Ibwe, kaka yangu JB muite Jacob Mbura, wenye kipaji bwana cha usemaji. Umeona Sekiroja? Sekiroja lakini yeye alikulia Mbeya. Sekiroja hajakulia Mbeya. Mbeya amekwenda tu. Sikazaliwa pale kwenu Upaleni, lakini makuzi yake Mbeya. Hajakulia Mbeya, amechukuliwa Mbeya kwenda kucheza mpira. Hongereni sana. Kumbe amvumi lakini mpo. Tupo Msheri huyo goalkeeper. Sasa hivi Msheri bwana, sasa hivi mimi nisimamie tu kwa Msheri. Msheri sasa walau utawabeba Wapare kwa mko vizuri. Mimi nikushukuru sana Mzee Karigo, na wakati mwingine basi tutakapo fursa tutakuja kuzungumza ndani ya exclusive hapa Viwanjani. Nashukuru sana. Niko naye alikuwa ni Karigo, Godson Karigo. Yeye aliwahi kuwa meneja wa Yanga, lakini pia kwa hivi sasa ni promoter, lakini yeye ndiye kiongozi wa kile kikundi cha uhamasishaji wa timu za taifa za Tanzania. Beautiful Kanyigo, Rosemary Timzo Karugira. Basi exclusive kama hizi utazipata hapa kutoka kwangu, lakini ndani ya kipindi hiki cha Viwanjani.